Katika historia ndefu ya usafiri wa baharini, baadhi ya matukio yameachwa na mafumbo yasiyotenguliwa mpaka hivi leo. Miongoni mwa matukio hayo ni kupotea kwa meli ya USS Cyclops mnamo mwaka 1918, na imeendelea kuwa ni moja ya mafumbo makubwa zaidi yasiyokuwa na majibu mpaka hivi leo. Meli hii ya jeshi la wanamaji la Marekani ilitoweka ghafla katika bahari ya Atlantic bila kuacha mabaki yoyote, jambo lililozua maswali yasiyo na majibu kwa zaidi ya karne moja sasa. Kupotea kwake kulihusishwa na hadithi maarufu za Bermuda Triangle, eneo ambalo limehusishwa na kutoweka kwa meli na ndege kwa njia za kushangaza sana. Je, meli ya Cyclops ilikumbwa na dhoruba kali, ilishambuliwa au ilimezwa na nguvu zisizojulikana? Makala hii inaangazia safari ya ajabu ya meli ya USS Cyclops, ikiwa ni pamoja na nadharia zinazoelezea kutoweka kwake na urithi wake katika historia ya bahari. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, ungana nami kuisikiliza makala hii. USS Cyclops ilikuwa ni meli ya mizigo ya daraja la Proteus Class Collier iliyojengwa kwa madhumuni ya kusafirisha makaa ya mawe kwa jeshi la wanamaji la Marekani. Meli hii ilizinduliwa mnamo Mei 1910 na kuanza kazi rasmi mwaka huo huo. Ilikuwa na urefu wa futi 540 ambayo ni sawa na takriban mita 165. Ilikuwa na uwezo wa kubeba tani 19,360 za mzigo na kuifanya kuwa ni moja ya meli kubwa zaidi na zenye nguvu za wakati wake. Meli hii ilikuwa na jukumu muhimu la kusafirisha vifaa na rasilimali kwa wanajeshi wa Marekani wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Safari yake ya mwisho ilikuwa ni kubeba mzigo wa manganese ore, ambayo yalikuwa ni madini muhimu kwa ajili ya utengenezaji wa silaha na vifaa vingine vya kivita. Mnamo Februari ya mwaka 1918, meli ya US Cyclops iliondoka nchini Brazil kuelekea huko Baltimore nchini Marekani, ikiwa imebeba tani 10,800 za madini ya manganese. Meli hii ilikuwa na wafanyakazi na abiria wapatao 309, wakiwemo maafisa wa jeshi pamoja na raia wa kawaida. Baada ya kusimama katika kisiwa cha Barbados mnamo Machi 4 kwa ajili ya kujaza mafuta na mahitaji mengine, na baada ya hapo meli hii iliondoka na kuendelea na safari yake ya kuelekea nchini Marekani. Huo ndio ulikuwa ushuhuda wa mwisho kabisa wa kuiona meli ya USS Cyclops, kwani haikuwasili tena bandarini kama ilivyotarajiwa na hakukuwa na ishara yoyote ya matatizo au ombi la msaada lililoripotiwa hapo kabla. Meli hii ilitoweka kabisa bila mabaki wala ishara yoyote ya ajali au shambulio. Sasa, kama ilivyo kwa matukio mengine ya kutatanisha yanapotokea bila kuacha ushahidi wowote wa kuyaelezea, basi kuna nadharia kadhaa zilizoibuka kujaribu kuelezea sababu ya kupotea kwa meli hii. Nadharia ya kwanza inadai kuwa meli hii ilipotea kutokana na dhoruba kali sana iliyotokea baharini siku hiyo. Baadhi ya watafiti wanaamini kuwa huenda meli ya Cyclops ilikumbwa na dhoruba kali ambayo ingeweza kuizamisha haraka sana. Hata hivyo, meli hiyo haikutuma ishara yoyote ya hatari, jambo linaloacha maswali mengi sana. Nadharia ya pili inadai kuwa huenda meli hii ililengwa na shambulio la kijeshi. Kulingana na hali ya vita ya wakati huo, baadhi ya watu walihisi kuwa meli hii ya Cyclops huenda ilishambuliwa na manuari ya Kijerumani kwa maana ya U-boat au hata maharamia wa baharini, lakini bado hakuna ushahidi wowote ule unaothibitisha shambulio kama hilo. Nadharia ya tatu inadai kwamba huenda meli hiyo ilitoweka kutokana na hitilafu ya kiufundi. Manganese ore ni mzigo mzito sana, na ikiwa haukusambazwa na kuwekwa sawa ndani ya meli, inaweza kusababisha chombo kupoteza usawa na kuzama ghafla baharini. Baadhi ya wanahistoria wanaamini kuwa huenda meli ya USS Cyclops ilipata hitilafu ya kiufundi iliyosababisha kupotea kwake.
Nadharia ya 4 na ya mwisho inadai kuwa meli hii ilipotea katikati ya eneo la Bermuda Triangle. Hili ni eneo maarufu kwa kutoweka kwa meli na ndege bila maelezo ya kisayansi. Ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaounga mkono nadharia hii, lakini bado ni mojawapo ya maelezo yanayotajwa mara kwa mara. Hivi sasa ni zaidi ya karne moja imepita tangu kupotea kwa meli ya USS Cyclops, lakini hakuna mabaki yake yaliyowahi kuonekana. Ndoto za kuigundua meli hii bado zinaendelea kuwashawishi watafiti wa bahari, huku tukio hili likibaki kuwa ni moja ya mafumbo makubwa zaidi ya safari za baharini. Hadithi ya Cyclops inaendelea kuwa ni alama ya uzushi, uvumi na uchunguzi wa kisayansi, huku ikiacha maswali mengi bila majibu. Je, ni kweli ilizama kutokana na hali ya hewa au ilitoweka kutokana na nguvu zisizojulikana? Pengine fumbo hili litaendelea kusimuliwa kwa vizazi vingi vijavyo, likizidi kuibua hamasa na shauku ya kutaka kujua ukweli wa kile kilichotokea kwenye safari hiyo ya mwisho ya meli ya USS Cyclops. Mpaka hapo sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.